Amesema hayo akiwa jijini Arusha katika mkutano wa undugu kati ya KKKT na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani ELCA uliofanyika mkoani Arusha na kuhudhuriwa na viongozi wa dayosisi mbalimbali zilizopo hapa nchini zenye urafiki katika sinodi mbalimbali zilizopo nchini Marekani, ambapo zimewakilishwa na viongozi wa sinodi hizo kutoka nchini Marekani. Amesema mahusiano yaliyoko yamedumu kwa muda mrefu hadi sasa na yamekuwa na manufaa makubwa baina ya nchi ya Tanzania na Marekani katika kujenga mwili wa Kristo. Tunahitajiana na pia kukumbushana katika swala zima la Injili, swala zima la kukua kwa kanisa. Wakati wenzetu kule kanisa linapungua watu, sisi hapa kanisa linakuwa. Kwa hiyo je, tunawezaje kuwasaidia ili tuweze kwenda kwa pamoja? Uhusiano huu wa ELCT na ELCA umekuwepo kwa miaka mingi. Kwa hiyo tunawashukuru wale waliotangulia na kuona umuhimu wa makanisa haya kuwa na uhusiano, kama ambavyo tuna mahusiano katika makanisa mengine kama kule Ujerumani na kule nchi za Scandinavia na mahali pengine pengi. ELCT yani KKT, mara zote tunapenda kuona wenzetu wanafanya nini, lakini pia kuna mambo gani ambayo na sisi tunaweza tukawa mchango katika kanisa ile, kwa sababu sisi hatufanyi kazi tu na Watanzania, lakini tunafanya kazi katika ulimwengu, kwa sababu Yesu aliujia ulimwengu, hakujia mtu binafsi. Pamoja na kwamba imani ni ya mtu binafsi, lakini je, tunawezaje kutumia mbinu mbalimbali ili tuweze pia kuhubiri Injili katika ulimwengu ambao Mungu ametupa. Aidha, amesema yapo mambo mengi ya kujifunza na kufanya kwa pamoja, ikiwemo huduma za vijana, huku akitolea mfano wa tamasha la Twende Zetu kwa Yesu linaloandaliwa na Dayosisi ya Mashariki na Pwani kupitia Upendo Media. Tuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajifunza au tukafanya kwa pamoja, kama shule za Biblia, vyuo vikuu, kazi za upendo kwa maana diakonia na mambo mengine kadhaa. Lakini tusisahau sana vijana, huduma kwa vijana ni jambo ambalo hata wenzetu wamependa sana kujifunza. Mfano tukio ambalo linafanywa katika Dayosisi ya Mashariki na Pwani, lile la Twende Zetu kwa Yesu, nalokusanya vijana. Kama mnavyofahamu, mwaka huu walikusanya zaidi ya vijana 35,000. Vitu kama hivyo wanataka kujua tunawezaje, lakini pia na matukio mengi yanayofanywa, kwa mfano uinjilisti kule Shinyanga, kule Mwanza, Mtwara na maeneo mengine. Kwa hiyo tunao mambo mengi ya kuweza kubadilishana vipawa. Awali akihubiri katika ibada hiyo ya ufunguzi wa mkutano huo, Askofu Stacie Filda kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani amesema kupitia kusanyiko hilo fursa mbalimbali zimejitokeza, huku askofu wa KKKT Dayosisi ya Dodoma, Askofu Christian Ndosa, akieleza namna ambavyo amenufaika na undugu huo. Jesus, whose entire ministry was about restoring relationships between people and communities and God. Jesus, who healed not just body, but spirit and relationships as well. That is the connection we are here to make this week. Kule Dodoma tumeshirikiana nao kwa mambo mengi na makubwa sana. Mwaka jana tulipokea pikipiki 41 na tukazigawa kwenye maeneo ya misioni kwenda kufanya kazi. Hivi tulivyokuja tukianza mkutano huu, tumepokea zingine za kutosha kabisa kuendelea na huduma hii. Kwa hiyo ushirikiano huu na Dodoma ni mzuri na tumeendelea kuhusianisha, na wametueleza hapa wenyewe katika vikao vyetu mbalimbali kwamba mwamko wa mahusiano haya umekuwa mkubwa sana na wanaendelea kushirikiana pamoja nasi katika huduma mbalimbali. Mkurugenzi wa mahusiano wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani, Bi Alison Richard, pamoja
na kumshukuru mkuu wa KKKT. Ameeleza lengo la mkutano huo ni kubadilishana uzoefu katika maeneo mbalimbali, huku mratibu wa vijana ambaye pia ni kaimu mratibu wa maandiko KKKT Mchungaji Frank Mng'ong'o akieleza ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za kanisa na jamii kwa ujumla. Tunaona hapa kuna makanisa mengi. Kanisa ni kubwa sana, na sisi wa Marekani wa ELCA tunahitaji kujifunza kwamba tufanye nini mpya. Tunaona kuna vijana wengi kwenye kanisa, na sisi tunajua kuna vitu ambavyo tunahitaji kujua bado, na tunawashukuru sana kwa Askofu Malasusa na wachungaji wote na maaskofu wote kwa KKT kwa kutukaribisha. Katika maonyesho haya tukishirikiana na kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Marekani ELCA, tumepata nafasi ya kukaa pamoja kujadili mambo mbalimbali ambayo yanalenga kulijenga kanisa na kuliimarisha, na hasa katika kuimarisha mahusiano baina ya kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania pamoja na kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Marekani. Pamoja na hiyo pia mimi kama mratibu wa vijana pia katika kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania tumepata nafasi nzuri ya kushare mambo yanayohusu vijana, changamoto ambazo wanapitia vijana wa Tanzania, lakini vijana wa kanisa la Marekani, kwa ajili ya kuendelea kuimarisha umoja wetu na kuona namna gani, njia gani za pamoja kama viongozi wa kanisa, viongozi wa vijana, tukijenga umoja na kuhakikisha kanisa halipotezi vijana. Kauli mbiu za mkutano huo zinasema kuja pamoja ni mwanzo, kukua pamoja ni maendeleo, kufanya kazi pamoja ni mafanikio. Kikubwa ambacho kimeweza kujadiliwa hapa kwa siku hii ya leo ni pamoja na kukuza mashirikiano kati ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania pamoja na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Amerika. Kutoka hapa katika bustani hizi za Meru Forest, mimi ni Elihuruma Chao.